Rais wa Mexico amevipongeza vikosi maalum kwa kumwangusha mtu anayesakwa zaidi nchini humo, kiongozi wa genge la dawa za kulevya Nemesio Oseguera Cervantes. Oseguera, anayejulikana zaidi kama El Mencho, alifariki akiwa kizuizini Jumapili iliyopita, muda mfupi baada ya kukamatwa kufuatia mapigano makali ya risasi huko Jalisco. Lakini kama mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC, Quentin Someville, alivyogundua katika kitovu kingine cha magenge ya dawa za kulevya nchini Mexico, Culiacán, kaskazini mwa jimbo la Sinaloa, ombwe linaloachwa na kuondolewa kwa kiongozi mwenye nguvu wa kateli linaweza kusababisha ongezeko la vurugu, huku makundi ya hasimu yakipigania udhibiti. Hofu iko kila mahali na hofu hiyo ni ya kudumu, alisema mhudumu wa kwanza wa afya paramediki Hector Torres mwenye umri wa miaka 53 kutoka kiti cha mbele cha ambulensi ama gari la wagonjwa huko Culiacán. Tulikuwa tumetoka tu katika eneo la tukio la ufyatuaji risasi ndani ya gereji katikati ya jiji. Mmiliki alikuwa amelala amekufa katika ofisi yake, damu ikienea juu ya sakafu ya vigae vyeupe. Hector na mhudumu mwenzake Julio Cesar Vega mwenye umri wa miaka 28 walipoingia ndani ya jengo hilo, mwanamke alikimbia akiomboleza kwa sauti. Alikuwa mke wa marehemu, lakini hapakuwa na lolote la kufanya. Hector alikagua dalili muhimu za uhai kisha akaweka tishu juu ya mwili. Kwa mwaka na nusu uliopita, kateli ya Sinaloa, mojawapo ya magenge makubwa yanayoogopwa zaidi ya dawa za kulevya duniani, imekuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya mwana wa mmoja wa viongozi wake kumsaliti mwingine. Kuondolewa kwa kiongozi huyo wa kateli, Ismael Elimayo Zambada, ambaye sasa yuko gerezani nchini Marekani, kumesababisha machafuko makubwa kote Sinaloa na kunatoa onyo kuhusu hatari zinazoikabili nchi hiyo. Hector alisema kuwa vurugu huko Culiacán hazijawahi kuwa mbaya kiasi hiki au kudumu kwa muda mrefu namna hii. Mwaka uliopita idadi ya miito yao ya dharura iliongezeka kwa zaidi ya 70%. Lakini katika wiki niliyotumia pamoja na Hector na Julio, karibu kila tukio waliohudhuria liliishia kwa namna ile ile: mwili wa marehemu ndani ya jengo au kando ya barabara, na ndugu waliovunjika moyo wakiwa karibu wakitaka majibu. Waathiriwa wachache wa kateli huokoka na hakuna mahali palipo salama. Shule, hospitali na hata mazishi yameshambuliwa. Kateli ya Sinaloa ilikuwa kama familia. Kila mtu alikuwa ameungana katika kateli moja. Walikuwa marafiki, walikula meza moja, Hector alieleza. Walikuwa kama ndugu, wazazi, wajomba, dada, na ghafla wakaanza kupigana na kujikuta katika uhasama wa mauti, alisema. Biashara hiyo ya kifamilia ilijengwa na kuwa himaya ya mabilioni ya dola, ikizalisha dawa hatari ya fentanyl na kusambaza katika mitaa ya Marekani ambako dawa za opioidi zimesababisha vifo vya makumi ya maelfu ya watu. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kateli hiyo pamoja na nyingine kuwa mashirika ya kigaidi na kuitaja fentanyl kuwa silaha ya maangamizi makubwa. Amesisitiza kuichukulia Mexico hatua za moja kwa moja za kijeshi iwapo haitadhibiti dawa hiyo na wanaoihalalisha biashara yake. Wote wawili, Hector na Julio, walikuwa wamevaa mavazi ya kujikinga na risasi, kilo 14 za Kevlar na sahani za kinga. Julio alisema hilo ni jambo la lazima. Hatujui kama waliohusika na mashambulizi bado wako eneo la tukio au kama walitimiza lengo lao la kutoweka ghafla. Kwa hiyo tuna hatari ya kujikuta katikati ya mapigano ya risasi na kujeruhiwa. Jua lilikuwa linaanza kutua tulipokuwa tukirudi kwenye kituo cha wahudumu wa kwanza wa afya, na jiji ambalo zamani lilikuwa hai usiku, muda si mrefu lingebaki tupu. Msongamano wa magari ulikuwa wa polepole. Serikali ya Mexico imetuma maelfu ya wanajeshi katika jimbo la Sinaloa na wameweka vizuizi vya ukaguzi katika barabara nyingi. Ilibainika kuwa wakati mmiliki wa gereji alipouawa, wanaume watatu walitekwa nyara kutoka eneo hilo wakati huo huo.
Wanajeshi na wanamaji waliokuwa na silaha nzito walikuwa wakikagua magari wakitafuta dalili zozote zao. Utekaji nyara huko Culiacán unaweza kuwa hatima mbaya kuliko kifo. Mapema wiki hiyo, mwili ulipatikana umetupwa kwenye njia ya waenda kwa miguu nje ya mojawapo ya maduka makubwa ya ununuzi ya jiji. Kutokana na hali ya mwili wa marehemu, ilikuwa wazi kuwa alikuwa ameteswa. Mwili wake ulikuwa mzima, lakini fuvu la kichwa lilikuwa limechunwa ngozi na macho kuondolewa. Ujumbe uliachwa pembeni ya mwili huo, ukiandikwa kwa herufi kubwa, ujumbe kutoka kundi moja la kateli kwenda jingine. Ulimshtumu marehemu kwa kuwa msaliti na ukaambatana na onyo: tunawatafuta nyinyi wengine. Culiacán ni jiji lenye ustawi uliojaa maduka makubwa ya kisasa, bustani dhaifu na maonyesho ya magari ya kifahari. Nje ya duka hilo, mwanaume aliyevaa mavazi meusi ya kuendesha baskeli alisimama katikati ya msongamano wa magari wa saa za jioni akitizama polisi wakipakia mabaki ya mwili huo kwenye mfuko wa maiti. Siku iliyofuata, mwili wa mwathiriwa mwingine aliyeharibiwa kwa namna ile ile uliachwa kando ya barabara kuu inayoelekea kaskazini nje ya jiji. Timu ya uchunguzi ya kisayansi ilipoinua bango lililoambatana na mwili huo, lilikuwa vigumu kusoma. Damu ilikuwa ikitiririka juu ya uso wake na kukusanyika kwenye changarawe pembeni ya barabara. Katika kila eneo jipya la uhalifu, nilikutana na Ernesto Martinez ambaye ameripoti kuhusu vurugu hapa kwa miaka 27. Kijana wa miaka 16 alipigwa risasi na kufa katika kitongoji cha San Rafaeli. Miguu ya Emmanuel Alexander ilikuwa bado imekwama kwenye fremu ya baskeli yake, huku polisi wakiweka alama kuzunguka zaidi ya maganda 10 ya risasi yaliyokuwa karibu na mwili wake. Aliuawa kwa kupigwa risasi kutoka karibu kwa bastora. Martinez alieleza kwamba zamani kulikuwa na maofisa zaidi wa polisi, kulikuwa na wanajeshi zaidi, kulikuwa na usalama zaidi. Ulikuwa unakuta kizuizi cha ukaguzi karibu kila kona, na bado mauaji yaliendelea. Hayakupungua, yalibaki katika wastani wa mauaji 5 au 6 kwa siku, na mwelekeo huo huo unaendelea. Basi ni nini kinaweza kumaliza vurugu hizi? Nilikutana na mmoja ya makundi ya kateli ya Sinaloa ili kuuliza swali hilo. Kabla ya mkutano niliambiwa nisiende na simu yangu wala kifaa chochote cha kufuatilia. Ni wahalifu wakatili, wanaonyesha majuto machache sana na wana suluhisho rahisi kwa mauaji haya. Serikali ijitoe pembeni na iwaache waone wao kwa wao bila kujali hatari kwa raia wasiohusika mpaka kubaki kundi moja tu. Walifika kwenye mkutano wakiwa na silaha kamili na wakavaa barakoa kwa ajili ya mahojiano baada ya kusisitiza utambulisho wao usifichuliwe. Nilipomuuliza Marco, ambaye sio jina lake halisi, kama ana hisia zozote za hatia, alisema ndio, ni kweli, kwa sababu mara nyingi watu wasio na hatia hufa. Watoto hufa, kuna vifo vingi vya watu wasio na hatia. Akiwa ameketi kando yake, Miguel, sio jina lake halisi huyu, alikuwa mkali zaidi. Watu wengi wataendelea kufa kwa sababu kateli bado inapigana na hali inazidi kuwa mbaya. Vita vitaendelea, hakuna kitakachotulia mpaka kubaki kundi moja tu. Vurugu za kateli haziongezi tu idadi ya mili inayopatikana, bali pia idadi ya watu wanaoripotiwa kutoweka. Mwana wa Reinalda Pulido Javier Ernesto alitoweka Desemba mwaka 2020. Bado anamtafuta na wengine pia, na anaongoza kundi la Mothers Fighting Back. Asubuhi ya baridi kali katika kituo cha mafuta karibu na Culiacán, Pulido na kundi la akina mama wengine walikumbatiana kabla ya kuanza msako. Wanawake hao zaidi ya dazeni moja, karibu wote walikuwa wamevaa fulana nyeupe zenye picha na majina ya wapendwa wao waliopotea. Walianza kwa kubandika picha za baadhi waliopotea kwenye nguzo za taa za barabarani. Sauti ya utepe wa gundi ikisikika huku mbwa wa mitaani wakibweka kwa ukali walipokuwa wakipita karibu na nyumba. Pamoja nao kulikuwa na ulinzi wa kijeshi, wanajeshi nusu dazani waliokuwa na silaha nzito wakiwa kwenye lori la kivita na gari
la kubeba mizigo lenye askari juu, akiwa na bunduki nzito akifanya kama msafara wa ulinzi. Katika shamba ambako tai walikuwa wakiruka juu angani, walitumia vijiti vya chuma vya kuchoma ardhini, nyundo za kuvunjia na majembe katika kutafuta mabaki ya mili. Walikuwa wakitafuta udongo uliovurugwa, mashimo ardhini, ishara yoyote ya kaburi la muda. Walipokuwa wakichoma ardhi kwa vijiti hivyo, walinusa udongo wakitafuta harufu maalum ya mabaki ya mwili wa binadamu. Wakati wa mapumziko katika msako huo, Reinaldo Pulido alisema kwamba kila anapoamka asubuhi humuuliza Mungu, niambie kwa nini niko hapa. Kinachonipa nguvu ni kutambua kwamba hakuna mtu mwingine atakayewatafuta. Ninatambua hilo kwa sababu hakuna anayesonga mbele watafuta waliopotea Sinaloa. Serikali ya Mexico imesema inafanya maendeleo katika vita dhidi ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Inasema imepunguza usambazaji wa fentanyl kwenda Marekani kwa 50%. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.